Hiki ni kipaji cha aina yake chenye kuvutia watu wengi sana kutoka kwao Ramadhani Brothers, Fadhili Ramadhani na Ibrahim Jobu. Kipaji chao kilianzia mitaani. Naelewa kuwa safari yao haikuanza kiurahisi kama watu wengine ambavyo wamekuwa wakiwatizama leo hii. Haikuanzia kwenye majukwaa makubwa, nchi kubwa, lakini walianzia mitaani katika ufukwe wa jiji la Dar es Salaam, ikiwa inamaanisha Coco Beach. Huko ndiko walikoanzia michezo hii. Sasa safari yao ilianza vipi ya michezo hii ya sarakasi hatari ambayo inajulikana ulimwenguni kama acrobatics? Walianza mazoezi ya mitaani na gym ya ufukweni wakiwa bado vijana wadogo. Fadhili na Ibrahim walivutiwa na michezo ya sarakasi na kuanza kufanya mazoezi ya kujitolea kwenye fukwe za Dar es Salaam kama vile Coco Beach. Walitumia mchanga wa ufukweni kama godoro lao la kujikinga wasiumie wakati wa kujifunza mbinu mbalimbali na ngumu za kuruka na kusawazisha miili yao. Wana staili ya kipekee yenye kuwavutia watu wengi. Kitendo cha kutumia kichwa kumbeba mwenzako ni kitendo kigumu ambacho kwa kawaida tu huwezi kuwa na majibu kwamba naweza nikafanya kitu kama hiki. Chini ya ulezi wa mwalimu wao au kocha, safari yao ilipata mwelekeo rasmi sasa walipokutana na kocha au meneja wao wa sasa hivi, Winston Rude, aliyefahamika kama Papa Afrika, ambaye alikuwa akitafuta na kulea vipaji vya sarakasi barani Afrika kupitia vituo vyake vya mazoezi. Chini ya usimamizi wake, walianza safari ya kufanya mazoezi ya kitaalamu na ya nidhamu ya hali ya juu, huku wakijikita zaidi katika mtindo wa kipekee wa kusawazisha miili yao kwa kutumia vichwa vyao, head to head balance, mtindo ambao ni hatari sana na mgumu sana. Sasa ulikuwa unawahitaji ujasiri huo mkubwa kupambana kwenye majukwaa ya kimataifa. Baada ya miaka mingi ya mazoezi yao makali ya kila siku chini ya kocha huyo, wakati mwingine hadi masaa 6 kwa siku, walianza kupata nafasi ya kutumbuiza kwenye matamasha mbalimbali ya sarakasi barani Ulaya kama vile circus mbalimbali za Ujerumani na nchi nyingine za jirani. Lakini sio hivyo, kama tukio hili unaona, huu ni mwaliko ambao wameupokea hapa nchini Ufaransa, ambapo wanaonesha talenti hii ambayo wako nayo. Natazama sasa hivi dunia inawafahamu kwa sababu walikwisha shiriki American's Got Talent na hatua ya dunia. Tunafahamu American Got Talent imekuwa inaibua vipaji vingi sana vya ajabu, mazinga ombwe na matukio mengine ambayo yamekuwa kiwavutia watu wengi ulimwenguni. Dunia ilianza kuwatambua kupitia American Got Talent waliposhiriki mashindano makubwa hayo ya television. Walianza kung'ara kwenye Australia's Got Talent na France's Got Talent. Walitikisa zaidi kwenye American Got Talent AGT season 17 mwaka ambao walifikia hadi hatua ya fainali, wakiacha majaji kama Simon Cowell wakiwa hawaamini macho yao kutokana na ugumu na wa mchezo huo wa sarakasi zao za hatari za kutumia kichwa. Na watu walikuwa wakijiuliza usalama wao utakuweje, kwa sababu hakuna mazingira ambayo yalikuwa yanawaweka salama, no safe nets ambazo zilikuwa zinaweza zikawakinga kama wakitokea ajali. Kilele cha safari yao kilianza kukua mapema mwaka 2024 waliporudi kwenye AGT Fantasy League na kuibuka mabingwa wa dunia, winners, ushindi ulioweka historia kubwa kwa Watanzania na tasnia ya sanaa ya sarakasi Afrika. Na siri kubwa ya mwanzo wa safari yao ilikuwa ni uvumilivu, kuaminiana kwa 100%, kwani maisha ya mmoja yanategemea nguvu ya shingo na kichwa cha mwingine, na nidhamu ya chuma walioijenga tangu wakiwa mtaani Dar es Salaam. Mchezo wao ni mgumu sana, lakini toka mwanzo waliamini imani yao, waliaminiana kwamba wanaweza kufanya kitu cha tofauti, na hii
kujenga hata wewe ambao unanisikiliza. Kama una talent yoyote kwenye soka, tumeona kwenye mpira ukimfuatilia Lionel Messi, ukimfuatilia Cristiano Ronaldo, Mbappe ambaye alikuwa na ndoto za kuwa kama Ronaldo, hatimaye ndoto zinatimia na zinaweza kuwa zaidi ya kile ambacho mlikuwa mkikifikiria. Kwa hiyo nidhamu ya kwanza ni kujiamini, nidhamu ya pili ni uvumilivu, na nidhamu ya tatu ni kupambania kile ambacho unakiamini. Hii ni Unyakisani Empire Village Production. Mimi ni Wallet Mwaipopo ambaye nilikuwa nikisimulia makala hii.